BMP TV Professional Update. Habari ya minda ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulu na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata updates zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. Burundi. Zaidi ya wanafunzi 600 wa Kongomani wakamatwa Burundi. Familia za Kongo zimetakiwa kuchukua tahadhari na kuwasiliana na wapendwa wao baada ya msako mkali dhidi ya wanafunzi wa Kongo katika jiji la Bujumbura. DRC. Wakazi wa Walungu na Zibira wametakiwa kubaki majumbani mwao huku hali ya usalama ikizidi kuwa tete, wakati wapiganaji wakiahidi ukombozi wa Bukavu na Goma katika siku chache zijazo. Kuna na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Demokrasia ya Kongo na Burundi kwa ujumla. Habari kamili. Hali ya taharuki kubwa imetanda katika jiji la Bujumbura nchini Burundi kufuatia taarifa za kutisha kuhusu wimbi la ukamataji wa wanafunzi na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Komine Ntahangwa, zone Chibitoke. Kwa mujibu wa mashuhuda na taarifa kutoka kwa viongozi wa wanafunzi wa Kongo walioko Bujumbura, kwa siku kadhaa sasa kumekuwa na msako mkali unaoendeshwa na vyombo vya usalama vya Burundi. Operation hizi zinafanyika ghafla, mara nyingi bila maelezo ya wazi kwa wahusika, jambo linalozua hofu na taharuki miongoni mwa raia wa Kongo walioko nchini humo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa tayari wanafunzi zaidi ya 600 wameshakamatwa. Kinachotia hofu na maswali makubwa ni kwamba hata wale walioko na nyaraka zote za kisheria ikiwemo vibali vya ukazi na hati halali za masomo hawakusamehewa katika msako huu. Wengi wao walichukuliwa majumbani, barabarani au hata karibu na vyuo walivyokuwa wakisomea. Mashuhuda wanasema kuwa magari yenye usajili rasmi yamekuwa yakificha ghafla katika mitaa ya Chibitoke, yakipakia wanafunzi kwa nguvu na kisha kuondoka nao kuelekea maeneo yasiyojulikana. Familia na marafiki waliokamatwa wamesalia gizani bila mawasiliano na wapendwa wao, jambo linalozidisha hofu kwamba huenda wanafunzi hao wanapelekwa sehemu za siri au wanashikiliwa bila utaratibu wote wa kisheria. Kauli za mashuhuda. Mwanafunzi mmoja ambaye aliokoka kukamatwa alisimulia kwa sauti ya kutetemeka. Walifika ghafla, walikuwa na magari, walinichukua bila kuuliza chochote. Hata rafiki yangu ambaye alikuwa na vibali vyote amepotea. Hatujui yuko wapi hadi sasa. Mzazi mmoja kutoka Bukavu, Kivu Kusini, alizungumza kwa njia ya simu, alisema, "Tuna hofu kubwa, tulituma watoto wetu kusoma na kutafuta maisha bora. Leo tunasikia wanakamatwa bila sababu. Tunaiomba serikali yetu ichukue hatua mara moja." Athari kwa familia na jamii. Kwa sasa familia nyingi za Kongo zilizoko ndani ya nchi za nje zinapitia hali ngumu ya kiakili na kihisia. Wengi wanahisi kukata tamaa, wakikosa majibu ya wazi juu ya hatima ya ndugu zao. Hali hii imezalisha kilio cha pamoja kwa mashirikiano ya kidiplomasia kati ya Kinshasa na Bujumbura ili kuokoa maisha na mustakabali wa wanafunzi hao. Zaidi ya elimu, swala hili linahusu haki za binadamu. Kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa, kila mwanafunzi wa kigeni anayesoma nje ya nchi anatakiwa kulindwa kisheria, mradi au na nyaraka halali. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa hatua hizi za ukamataji bila kujali uhalali wa nyaraka ni uvunjaji wa haki za msingi za binadamu, ikiwemo haki ya uhuru wa mtu binafsi. Kimya cha serikali ya Burundi.
Hadi sasa mamlaka ya Burundi haijatoa tamko rasmi kuhusiana na operesheni, jambo linaloibua maswali mengi zaidi. Kimya hiki kimepelekea uvumi kuenea kwamba huenda msako huu una sababu za kisiasa, kiusalama au hata kiuchumi. Lakini bila kauli ya serikali, hali inaendelea kuwa tata. Wito wa kimataifa. Viongozi wa wanafunzi wa Kongo walioko Bujumbura wameomba msaada kutoka kwa mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ili kushinikiza serikali ya Burundi kueleza sababu za ukamataji huu na kuhakikisha usalama waliokamatwa. Aidha, wito mkubwa umetolewa kwa familia zote za Kongo zenye watoto, ndugu au jamaa walioko Bujumbura kuhakikisha zinawasiliana nao mara moja ili kujua hali zao. Ushirikiano wa kijamii na mshikamano wa kifamilia umetajwa kuwa silaha pekee ya kukabiliana na hali ya uoga na wasiwasi. Kauli ya pamoja ya wanafunzi. Katika ujumbe wao wa pamoja, wanafunzi wa Kongo walioko Bujumbura wameeleza, tunaishi kwa uoga kila siku, hatulali, hatuendi vyuoni kwa uhuru. Tunahisi kama tumekuwa shabaha ya jambo lisiloelezeka. Tunaomba msaada wa dharura kutoka kwa serikali yetu na jamii ya kimataifa. Hali ya sasa Bujumbura imebaki kuwa giza totoro. Wanafunzi wa Kongo zaidi ya 600 tayari wako mikononi mwa vyombo vya usalama vya Burundi, bila taarifa rasmi za walipo, bila maelezo ya kwa nini wamekamatwa na bila udhibitisho wa usalama wao. Katika wakati huu mgumu, mshikamano na mshikano vimebaki kuwa nguzo kuu ya matumaini. Kauli inayorudiwa mara kwa mara na wanafunzi na familia zao ni moja tu: umoja na mshikamano ni ngao yetu pekee. Kwa sasa dunia inasubiri majibu ya wazi kutoka kwa mamlaka za Burundi na hatua madhubuti kutoka kwa serikali ya Kinshasa. Ndugu mpenzi mtazamaji, hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka Burundi. Tujielekeze DRC. Moto wa mapigano umeendelea kushika kasi katika eneo la Walungu Centre na Nzibira, Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko eneo la tukio, milipuko ya mabomu na milio ya risasi imetanda kila kona, hali ambayo imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Taarifa zinasema kuwa vikosi vya wazalendo na majeshi ya waasi vimekuwa kwenye mapambano makali kwa saa kadhaa, huku wakazi wakikimbilia kujificha majumbani mwao kwa kuhofia usalama wao. Mitaa kadhaa imesalia tupu, biashara zimesimama na hali ya taharuki imetanda kote. Wakazi wengine walieleza kwamba hali ya sasa ni mbaya zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa katika miezi ya nyuma, na wanaishi kwa hofu kubwa kwamba kazi yao huenda yakageuzwa kuwa uwanja wa vita. Wito kwa wakazi. Katika ujumbe uliotolewa na wapiganaji wanaojiita wazalendo, wakazi wa Walungu na Nzibira wametakiwa kubaki majumbani mwao na kujiepusha na mikusanyiko isiyo ya lazima. Wamesema hali hii ni ya hatari na kwamba saa ni ya tahadhari kubwa. Aidha, viongozi wa vuguvugu hilo wameeleza kuwa mapambano haya ni sehemu ya maandalizi makubwa kuelekea ukombozi wa miji mikuu ya Bukavu na Goma, wakiahidi kuwa hatua hiyo itafanikiwa katika siku chache zijazo. Athari za kijeshi na kibinadamu. Kwa sasa hali ya kibinadamu katika maeneo ya Walungu na Nzibira inazidi kuzorota. Wananchi wamekosa huduma muhimu kama vile chakula, maji na huduma za afya kutokana na hofu ya kutoka nje. Shule zimefungwa kwa ghafla na hospitali zimeripoti kuwa na changamoto kubwa za kuhudumia majeruhi kutokana na wingi wa majeraha na ukosefu wa vifaa. Viongozi wa jamii na makanisa katika eneo hilo wamekuwa wakiwataka wananchi kuwa na subira na mshikamano, huku wakitoa wito kwa mashirika msaada ya kibinadamu na serikali kuingilia kati kwa dharura. Mtazamo wa kisiasa na kiusalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hali hii inaonyesha wazi kuongezeka kwa nguvu za makundi ya wazalendo mashariki mwa Kongo na inaleta changamoto kubwa kwa serikali ya Kinshasa katika kudhibiti maeneo yenye migogoro. Zaidi, madai ya ukombozi wa Bukavu na Goma yanaibua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa mashariki mwa nchi hiyo.
kwani miji hiyo miwili ni ngome muhimu za kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Kwa sasa Walungu na Nzibira zimesalia kuwa uwanja wa vita na hofu. Wakazi wanashauriwa kubaki majumbani mwao kwa usalama, huku wakiendelea kusubiri suluhisho la kudumu kutoka kwa serikali na wadau wa kimataifa. Wito mkubwa umetolewa kwa pande zote kuheshimu maisha ya raia wasio na hatia na kuzingatia njia za majadiliano ili kumaliza umwagaji damu unaoendelea kushuhudiwa. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kwa muda huu. Asante kwa kutenga muda wa kutazama taarifa zetu hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata, na usahau kutufuatilia kupitia majukwaa yetu yote ya kidijitali. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua, nikikutakia siku njema. BMP TV Professional Update.